wanaabudu tu, hata ijapokuwa vita ipo, makanisa ifungwe, makanisa ipo wazi, na watu wanaabudu kama kawaida. Okay. Ndio hivyo. Amen. Unaweza ukakumbuka ni kitu gani ambacho au ni changamoto gani ambayo uliwahi kukutana nayo baada ya wewe kuamini? Changamoto ambayo ilikufanya wewe kusimama kweli kweli, imani yako kuwa imara kweli kweli? Kwa kweli changamoto nilikuwa nimekwisha kuamini, nimekwisha kufanya kanisa. Lakini ile changamoto ndio ilinifanya tena nisimame imara, kwa sababu niliona kama Mungu ananisaidia. Mungu ni mwenye kunipenda. Na yeye mwenye kunichagua nimfanyizie kazi yake. Yaani kuna wakati moja, wakati nikishafanya hiyo kanisa kule, kwenye kilomita 150 kutoka pale Kalimi kwenda huko. Kuna wakati moja tuliingia katika Swahili huko tanikoroga kidogo, ambiscade. Yaani tuliingia fasi yenyewe kuko wa uaji, mabandi. Tulikuwa watu 3, kwa sababu tulikuwa tumika kule kampuni ile ya wazungu ile ONG. Ilikuwa saa 6 ya mchana, wanatuambia siku ile mnapasha kwenda kule kupori, msibilale manyumba yenu. Ule atalala kunyumba tukijua kazi inaisha. Basi nilitoka, nikaenda, nikabeba pikipiki. Nikaenda wakati ya gasoil mule ndani, yani mafuta. Nikaenda nyumbani, na wakati nilipofika nyumbani nilikuwa bado sijakula chakula. Basi nikamkuta mke wangu hajapiga bado chakula. Nikamuuliza ni nini hakuna chakula? Akaniambia hapana, mtoto ananihangaisha, mtoto yuko nalia. Sijua kama alilala na homa. Niambia basi hivi hujapika chakula, basi nitavumilia. Kule ambako utaenda kwenda kutana na chakula, takula. Basi nilitaka kutoka. Sasa mimi nataka kutoka, nikamwambia mbakie na amani ya Yesu Kristo. Wakati napotoka nafanya hatua, mguu moja, wa pili, wa tatu, wa 4, nasikia kama vile sauti ndani yangu, mtu anasema. Anasema, ndugu Marcel, wewe unataka kwenda safari ndefu kama na hii, pasipo kuacha safari katika mikono ya Mungu? Rudi, nenda ukaombe. Tena wewe unaitwa pastor. Pastor anaweza kutoka kwake kunyumba, mchungaji atoke kwake kunyumba aende safari ya mbali, pasipo kuacha katika vitanga vya safari katika vitanga vya Mungu. Rudia bila kuomba, rudia, nenda uende uombe. Acha safari kwenye kwenye mikono ya Mungu. Nikarudia. Wakati niliporudia, mke wangu akaniuliza, unasahau kitu gani? Na mimi nikamwambia hapana, sijasahau kitu chochote. Nasikia dhamiri yangu inaniambia nirudie, niombe. Na wakati niliporudia nikaanza kuomba. Niko namwambia Mungu, Baba, angalia nchi yetu ni mbaya. Watu wengi wanakufa pasipo hatia. Watu wengi wamesha mwaga damu. Sasa mimi niko nataka kufanya safari ndefu. Bwana Yesu, nitangulie. Mguu wako na mimi nikufuate nyuma. Usiniache Bwana. Wakati nilikuwa nafunga macho niko naomba, nikasikia ndani sauti ya mtu. Ile wakati na mimi nilikuwa ningaliko bado mchanga katika kiroho, hali ya kiroho. Nikasikia ndani ya moyo wangu mtu anasema, lakini wakati utakapofanya safari kwa siku ya leo, tunakupa masharti. Masharti gani? Wananyaliza hapana. Ile akasema masharti yenye tunataka kukupa, usilale mbarabara njiani wakati unapofanya safari. Usilale njia, nenda ulale paka kwa kitanda chako nyo unalalaka. Basi nikasikia sauti nasema hivi, na wale wenzako wasikushawishi juu ya safari, wakushawishi sema ulale mjini. Yaani utatembea na usiku wote. Kama pikipiki yako haikuharibika, utatembea na usiku wote ili hadi wewe ufanye ufike. Kwa sababu uzima uko nao, hautoki kwako. Uzima unatoka ni kwa Mungu. Ukazi waisha kuniambia sisi tulikuwa tunaita air sécuritaire. Air sécuritaire c'est-à-dire saa ya usalama. Hakuna saa usalama. Usalama wote unatoka wapi? Kwa Mungu. Yaani wale wenzako wasikushawishi
Basi nikaona na nikasikia sauti kasema, uende uambie wale wenzako, mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Basi wakati nilipomaliza nikasema huku niko nasema Mungu nilinde, lakini katika masikio ya kiroho nilikuwa nasikia mtu tuko tunazungumza mambo ingine. Basi wakati nilipomaliza nikamwambia mke wangu, kwa sababu mke wangu kwa kawaida mbele atakuwa tunaomba pamoja. Tukitaka kuomba yeye anaweza kukaa kukiti pale na mimi nakaa hivi. Maneno atayaomba pale sikuwa nasikia, na yeye alikaa vile vile, maneno alikuwa anaomba mimi sikusikia. Mimi najua yangu nyingi nilikuwa naomba. Wakati nilipomaliza nikamwambia mke wangu, mimi napata ujumbe. Yaani mke wangu alinichekelea sana. Akacheka sana, akasema, wewe Marcel, wewe Mungu azungumze na wewe, kwa sababu alikuwa anajua tabia yangu ya zamani. Wakati nikikuwa na lazima naweza kuomba, lakini sikuwa mlevi sana. Nilikuwa naweza kuomba ya chupa moja ya nani. Naweza kunywa tu kwa kujifurahisha ile stalewa, lakini kama niseme nilikuwa nakunywa pombe sikuwa sasa kumlevi. Naweza kufanya hata juma mzima siwezi kunywa. Nabeba chupa moja basi tu kwa wewe Mungu aongee na azungumze na wewe. Masa ndio. Kama ni ya uongo basi, na kama ni kweli sawa. Nikawafasiria kadiri ninavyofasiria na ninavyokufasiria hapo. Ndio. Basi nikasema kama ni vya bongo basi tatembelea vile vile vyangu vya bongo, yani vya uongo. Kama ni vya kweli sawa. Nikamwambia mtabakia na amani ya Yesu Kristo. Na wakati nilipoenda nikamwambia wenzangu wale tulipasha kwenda nao kupori. Yaani sasa tunatoka pale, wao wanabebana kupikipiki moja na mimi napanda pikipiki ya mbele. Wananiambia mimi nitangulie mbele kwa sababu pikipiki yangu ilikuwa yenyewe ilishakuwa ya zamani. Tunaenda tunatembea kilomita 100. Wao wanafika fasi moja, hii kulikuwa hospital ndogo pale. Dispensaire. Wanaingia pale. Roho yangu inaniambia nirudie tena pale, nene niwafuate wale wenzangu. Lakini roho yangu kaniambia hapana. Wewe si tulikwambia kama usifuate wale wenzako. Wewe tangulia, wao wakiwa na nia kukufuata, watakufuata. Ndio. Nikawasha pikipiki tena nikaendelea. Yaani ilikuwa siwezi kusema muda saa hii hapa, inaweza kunikia. Ilikuwa saa 11 za jioni. Nikafika kule saa 2:30 usiku. Nikalala. Sasa nililala, asubuhi naangalia wenzangu hawakuji. Ilibidi tuende pale kukale ile fasi ya kanisa, tutumike ile kazi ya kanisa kumalizia. Ukiwa mwenyewe? Kwa mimi mwenyewe. Wenzangu walibakia. Walibakia pale pa dispensaire pale ka kituo cha matibabu. Ndio. Basi kuangalia tena kesho yake hawakuja. Nikatoka tena mimi na pikipiki nikaanza kuwafuata. Narudia tena kwenda kuwatafuta hivi. Kufika kwenye mgini mmoja wananiambia sasa wanaua rafiki yako. I see. Kia kuingia hivi kwa kupori kwenda kuwatafuta, kuwakuta wale wenzangu wawili wanawaua pasipo sababu. Mmoja wanampiga masasi hapa na nyingine mmoja hapa inatoka hapa. Na ule mwingine wanampasua tumbo hapa, wanampiga masasi hapa. Yaani pale tukaanza kulia. Nilikuwa na mtu mmoja alinisindikiza tukarudia. Nikawapasha kukazi. Nikatafuta gisi gani ya kufanya kuwapasha kukazi, naambia wenzangu huku. Na wakuta wanawaua. Basi kukazi walituma gari haraka. Ndio. Wakatuma gari haraka kuja kunichukua. Ndio. Na wakati tuliporudi nikamwambia mke wangu haya anipokee, na mke wangu alikia kunipokea. Ananiuliza mbona wamkugawia? Mimi naambia hapana. Siku ile nilikwambia kama nasikia ujumbe kusema niende nisilale fasi. Hivi niko nakwambia hivi, nilitembelea ile ujumbe, nataka kuambia wale watu nienda nao ndugu yangu. Wili na nani na Emmanuel bana waua. Akashtuka kaanza kulia na yeye. Ulifuata ile maneno ulikuwa unasema sasa njoo kitu kio unaniona niko mzima niko hapa, nikufuatana ile sauti niliyosikia. Akasema tu ningebakia mjane. Na hivi niko nakushuhudia tangu leo, hivi tangu ile siku tuseme. Mke wangu hawezi kukataa maneno mimi naweza kumwambia mambo ya kanisa. Kama nikimwambia kama Mungu anasema. Na kama akusema hata basi. Yaani hapa anakuwa na ile anatia ile tunaita confiance. Anajua kama maneno nitakayomwambia ni kweli. Na ile ni mambo ambayo ilinitia mimi moyo katika kazi hii ya Mungu. Yaani hakuna tena muda mwingine nilianza kuona nikajiangalia
mbona wale watu watatu, mimi moja tu, Mungu anataka nini kwangu? Ananiepusha na mauti, wenzangu wanakufa, mimi nawashinda nini wale watu? Hapana, kumbe Mungu anapenda nifanye nini? Nimtumikie. Amen. Yaani ilimpatia tena nguvu zaidi ya kuweza niwe modari ili niweze kumtumikia Mungu. Amen. Ndio mambo yenyewe, machangamoto nilikutana katika hali ya kazi yangu ya nini. Kuna mengi mesiwe, basi itakuwa mingi, nikianza hapa tutamaliza mbio. Amen. Mtazamaji wetu wa SEC TV, bado tunaendelea na ushuhuda wetu na tuko hapa na mtumishi wa Mungu kutoka Kongo. Na kama unavyomsikia Kiswahili chake, anajitahidi at least aweze kuongea Kiswahili chetu cha Kitanzania. Ndio. Lakini pia mbali na hivyo tunabarikiwa na Kiswahili chake hicho cha Kongo. Tunabarikiwa sana. Nimesikia unasema hela kwa Kikongo zinaitwaje? Pesa. Franga. 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 Na maguta? Yetu inaitwa franka. Makuta ni makuta ndio. Ya huku Tanzania ni makuta. Okay. Burundi ni makuta. Okay. Nchi zote ni makuta. Lakini hapa makuta za hapa inaitwa shilingi. Makuta ya kule kwetu inaitwa franc. Okay. Kwa hiyo makuta franka. It means franka. Ndio. Au pesa franka. Okay. Jamani, pesa ya Tanzania inaitwa makuta kwa Kikongo sasa. Amen. Sasa tuje kwenye swala la wito. Tayari umeshatuambia namna ambavyo uliamini, namna ambavyo Mungu alitembea na wewe na akakuelekeza sehemu ya kwenda kwa yule mama. Ndio. Ukaamini. Ndio. Na hapo ukasikia ndani yako kwenda kumtumikia Mungu. Ndio. Maana yake ukasikia wito, si ndio? Wito ulikuwa iko shadani zamani. Ukaenda kumtumikia Mungu. Ndio. Tunatamani kujua lile kanisa ambalo ulienda kufungua mpaka sasa hivi watu wameongezeka ama? Watu ni wenye kuongezeka, ni kanisa linakaa, lishakuwa na mizizi. Okay. Lipo. Okay. Lipo. Lakini kuna wakati nilikuwa ninaenda na wakati sitaenda. Naweza kufanya hata miezi 6 mwaka, siwezi kwenda kule. Basi wakati Mungu alikuwa ananiwezesha nilikuwa naenda, nafanya hata semina kule, nafanya hata semina ya siku 5, narudia. Nafanya huduma kule, narudia. Yaani hapa sasa nina kanisa lingine nilikuwa nishaanza kulifanya na lipo. Ndio kanisa ambalo sasa mimi ninalihudumia. Ambalo hilo kanisa liko mahali unapoishi sasa. Na ndio kanisa sasa letu la nini la SEC linaanza hapo. Okay. SEC RDC pale inaanza. Okay. Kwa hiyo kule kuna kanisa jingine ambalo lenyewe kuna msimamizi. Huko msimamizi nilimwacha. Na hii yenyewe niko nayo sasa hapa mimi nahudumia ni kanisa lingine. Okay. Ndio hili linaanza sasa, tunaanza pamoja na kanisa hili letu la SEC. Aha. Kwa hiyo lile ulilofungua mara ya kwanza sio SEC. Sio SEC. Okay. Kwa sababu lile niliacha wale wachungaji nilikuwa natumika nao mwa ile kanisa yao. Itakuwa vigumu sana kuona leo nilishakuwa kuseki. Niende tena nifate kazi nilishatumika, nilishawapa watu, niwaambie mimi na wasomba. Unaona, ndio maana naona tusilete ile fujo na waachia hao. Wao wenyewe kama watakavyoamua siku watakaona wajiunge na sisi. Ndio. Mtu alifanya kanisa huko kwetu ni pastor fulani. Hivi anishakuwa kufasi nyingine, kwa kanisa lingine. Twende tujiunge nao. Haya, tutawakaribisha, hakuna shida. Amen. Ndio. Na kwa nini uliamua kujiunga kanisa la SEC? Tunatamani kujua ulijuaje SEC? Kwa kweli nilijua SEC namna gani? Kwa sababu SEC kuna sifa njema. Iko na sifa njema pale Kongo. Iko na sifa njema pale Kongo. Ina sifa njema pale Kongo kwa sababu watu wengi wanashuhudia kama kanisa la SEC ni kanisa nzuri. Yaani wakati tunapokuwa tunasikia habari kama na zile, ilinibidi siku moja nitafute nani anayesimamia. Hata kama unaenda kwenye YouTube utaona video mbalimbali juu ya SEC. Juu ya SEC. Basi ile ilinipa moyo, nikasema hapana. Kumbe inabidi na sisi twende nje. Tusikuwe tunaikaa tu hapa makanisa yetu ya hapa tu Kongo.
hapa hapa pasipo kutoka nje. Inabidi tutafute watu wa nje na sisi twende tufanye huduma nje. Yaani hata kwa sababu
mimi nilipenda nitumike pamoja na Seki. Kaniambia ndio, akaleta masharti kidogo pale, lakini nikaona kama ile masharti haifanyi kitu katika huduma yangu. Haifanyi kitu ile masharti. Basi nikaona akaitika, na wakati alipoitika ilikuwa furaha kwangu. Na nikawaambia waaminifu ambao nilikuwa nao, niwaambia hapana, sisi kule hatutaenda tena kwa sababu kulikuwa mambo mengine na tu lazima ni mengi, mambo yako mengi. Okay. Tunajua kama maandiko nasema adui ya mtu ni mtu wa nyumba yake. Mnaweza kwa nyinyi wote mnaingia kwenye dini, lakini unaweza kukuta mtu fulani anaweza kachukia kufuatana na huduma uko nayo. Na unajua kama huduma una wivu. Wakati kama anakuona huduma unaanza kufanya kazi ndani ya kanisa, wale wenyewe walitangulia wanaweza kukupiga hata vita. Kweli. Kama wanaona ule huduma uko juu zaidi, wanaanza kupiga vita. Yaani niliona kama na mimi niombe kama vile ule mwanamke mjana, na mimi niliomba baba, kisha nikakia kuona akaitika. Ilikuwa furaha kubwa, na nikawaambia Wakristo wote tunaoshiriki nao pale, ikakuwa furaha. Basi ilibidi siku moja tujue makao makuu Seki. Na ndio maana nilijikuta mahali hapa, kadiri baba alivyoitika ilibidi sasa nione makao makuu. Na ndio maana ile ilikuwa ni mvuto kwangu kuona kuungana na Seki, kwa sababu Seki ina sifa njema hata kule kwetu Kongo. Na mwenye alileta mlekezo kidogo yule ndugu Arman kupitia yule Muhindi. Mimi sikujua kwenye walipatiana namba yao na yule Muhindi. Nilisikia tu namba naanza kuita. Yaani nilimuuliza yule Muhindi, naye akasema hapana, ni yeye alimpatia Arman namba. Na Arman nikamuomba kanipa namba ya askofu. Ndio. Ndio kadiri tulivyotembea kwa kufika hadi kanisa letu la Seki. Ndio. Sasa kuna kitu umeongea kimenivutia. Ndio. Kimenivutia sana. Unajua huko nje kila mtu ana tafasiri yake juu ya watumishi wa Mungu, na kila mtu kuna namna anavyomtazama baba yetu. Ndio. Umeona? Labda kuna wale watumishi ambao wanatamani kujiunga, lakini unakuta wanakuwa wana maswali mengi. Na wanaweza wasiwe na roho kama ya kwako, kwa sababu yule ni mtu ambaye anatafutwa na watu wengi. Askofu ni mtu anayetafutwa na watu wengi sana kwenye mitandao. Muda mwingine anaweza akawa anachelewa kujibu, kwa sababu pia amejitengenezea mipaka yake, kwa sababu watu wengi pia ni matapeli kwenye mitandao. Kwa hiyo muda mwingine anaweza akawa ana delay kufanya kitu fulani, akitaka uthibitisho zaidi, aidha naye akiendelea kumuuliza Mungu kwa habari ya huyo mtu aliyemtafuta. Sasa huenda pia kuna watu wanatamani kujiunga kwenye kanisa letu la Seki, lakini wana mashaka, wanatamani kumfahamu hivi huyo askofu ni mtu aina gani. Kidogo tu, kwa sababu wewe tayari umeshafika Tanzania hapa, umekutana naye, si ndio? Ndio. Mmeshakaa, mmezungumza, mmecheka, mmeongea vitu vingi. Kwa sehemu unaweza ukawa unamfahamu. Sasa natamani umwambie mtu anayetutazama. Ndio. Mtu akikuuliza askofu ni mtu wa aina gani, utamuelezea vipi? Yaani nilete ushuhuda kuhusu askofu. Yes, yani kwa namna ulivyokutana naye sasa. Kwanza, kwa sababu kwanza kumbuka, kabla hujafika mlikuwa mnaongea. Unajua mtu mkiwa mnaongea kwenye simu, unaweza ukawa unawaza vitu vingi. Lakini mkishakutana ni kama tena unafahamu vitu vipya, tofauti na namna ambavyo mlikuwa bado hamjakutana. Unaweza ukatupa tu kidogo. Asante. Kidogo tu. Yaani kitu naona anafurahi. Yaani unauliza yale maswali, haiko kujipendekeza, kusema njoo anikamate, nipendwe vizuri zaidi. Hapana. 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 Yaani ni mtu, sisi tunasema wa simple. Ni mtu weko simple, ile simple, très modeste, Donc eko tu mtu wa kawaida, anapokea watu, sio mtu wa kujivuna, kujionesha zaidi ya kusema kama mimi niko askofu. Kwa sababu wakati nilipofika mahali hapa, ingekuwa mtu mwingine. Ingelikuwa mimi huku na yeye kule mbali. Anakuja anaongea na mimi kwa muda na anatoka. Lakini anaongea na mimi kwa muda. Kila wakati wafasi anapokwenda
kuja twende tutembee. Ananikamata kama vile rafiki. Ili naona kama hakuna kitu ambacho mimi nitaweza kusema kibaya juu yake. Ni mtu tu mtu mkaribishaji wa watu, anajua kuzungumza na watu. Yaani kama wale watu wakiingia na ile mashaka kusema kama yeye ni mtu mwenye kujivuna zaidi kufatana na cheo wala na kitu fulani. Wanamsemea uongo. Kwa sababu yale mimi nayaona mwenyewe. Hata nakula meza moja naye. Kuna waskofu wengine hautakula naye meza moja. Hata mimi ule askofu niliyetumika naye. Sikuona nafasi anapokula chakula. Na waza siku moja tu tulitoka tukaenda katika Injili. Mbali kidogo. Tulikuwa sisi wawili na ule askofu wa zamani, Baba John. Wakati walipotutatia chakula sasa ndio tulikula naye. Sasa kisha miaka 2 naweza kwa miaka mingi sana ndio naweza kia kujikuta kama niliweza kula naye mara 2 mara 3. Muhimu miaka yote nafanya kama miaka ngapi? Lakini yeye ni yako simple. Tunakula naye pamoja, tunazungumza kama kawaida, tunacheka. Amen. Nimkaribishaji, sitasema ile ni point 4 yenyewe mimi niliona kwake. Siwezi kusema vya mbaya zaidi, lakini ndio hivyo. Kama watu wanamtambua vibaya, haya hata na mke wake mwenyewe. Ukiangalia hivi kwa zamani nilikuwa naangalia kwa mapicha nikasema lakini mimi nafika hapa leo si mimi nilikaribishwa. Basi mambo ya kusikilia kumbali ni mambo mengine na ile yenyewe mtu ataweza kujionea mwenyewe. Kweli. Ndio hiyo. Mambo ya kusikia tu Ndio. na kuona ni vitu viwili tofauti, na ni kweli kwa sababu kuna namna mtu unaweza ukawa unasimliwa. Mimi ninaweza nikasimliwa kuhusu wewe, lakini nikija nikaona uhalisia na kutana na vitu vingine kabisa. Ndugu mtazamaji ambaye unatutazama, kwa kweli tumekuwa tuna wakati mzuri sana, na tunavyoelekea kutamatisha kuna swali mmoja tu ambao ninatamani nikuulize na ambao tungetamani kujua zaidi, lakini kabla sijamuuliza mtumishi wa Mungu, ningependa kukutia moyo wewe ambaye unatamani kujiunga na huduma yetu ya Seiki. Tuna baba mzuri, baba mpole, yuko simple kama unavyosikia. Yaani ndivyo ilivyo. Unajua ni tofauti na ni changamoto. Ukifikiria tu ni changamoto tu mgeni kuja tu akakabidhiwa madhabahu. Ni changamoto kwenye makanisa mengi. Ndio, kadiri tunavyotumika tunajua kweli sio makanisa yote watakupa madhabahu. Yaani hata nilifundisha siku ile katika semina nikasema hivi, madhabahu, nikamwambia yeye baba, nikamwambia madhabahu ni kama vile kitanda chako unalala. Kwa sababu ni nafasi ambapo wewe unazungumza na Mungu na Mungu anafanya nini? Anakusikia. Yaani mbele ya kumpa mtu madhabahu inabidi kwanza umchungue ule mtu, mjue ni mtu aina gani. Kwa sababu ule mtu anaweza kuja na uchafu wake anaharibisha yale madhabahu. Yaani ni kitanda chako. Mtu yeyote hawezi kuja tu afike alale kwa kitanda chako na matope, aje na uchafu wote. Kama tunasema matope uchafu, sio matope hii ya uchafu wa moyo. Uharibifu wa moyo. Mtu sio mwaminifu kabisa, kisha unampa ile madhabahu. Ni kama vile analeta uchafu ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Lakini kama utakuwa unampa mtu madhabahu kufuatana na uongozi wa Roho, kama Roho anakuruhusia na kuambia sema mpe huyu mtu madhabahu, pale unaweza kumpa. Lakini madhabahu sio madhabahu ya kumpa kila mtu. Kwa sababu sio watu wote wanatembea katika hali njia ya utakaso. Watu wengi wa mingi ni watu ambao utamuona hivi kiinje yanafanya mambo ya Mungu lakini ndani hajatakaswa kabisa. Yaani unakia kukuta kama madhabahu akwe nawe wivu. Mimi naweza kumwambia awe nawe wivu. Sio kila mtu akwe nampa hiyo madhabahu. Na ulipoambiwa utakuja kufanya semina. Ndio. Kumbuka ndo mara ya kwanza. Ndio. Unakuja. Ulipoambiwa kwamba utakuja kufanya semina ya siku 3. Ndio. Ulijisikiaje? Yaani wakati nilipotoka kwetu Kalemi kufika mahali hapa Tanzania. Mimi sikujua kama nitakuja kufanya semina. Sikujua. Wakati sasa nikishakuwa huku Tanzania. Wakati napo nazungumza yeye na baba siku ya kuja kunipokelea ananiambia mimi naenda. Kumbe hivi inabidi niko hapo Kigoma. Njoo ananiambia utafanya na semina usiku. Hivi mimi hautanikuta lakini ujiandae. Jumatano utafanya semina. Basi nikajiuliza sasa. Ingilikuwa kama aliniambia vizuri akisema utafanya semina ningeanza kujitayarisha tangu kwetu Kongo, lakini sikujitayarisha.
Kwa sababu hata nilifanya semina, najua kama nimekwisha kuitwa, nishafunzwa Biblia. Na maneno ambayo naweza kuambia watu, naweza kasikia. Na sijui kama mimi naweza kukuuliza ulizo moja, na wewe nawasa ulikutaniwa kwenye semina. Wewe uliona namna gani kwenye ile semina? Mimi? Ndio. Kwangu mimi nilibarikiwa na niliona ni vizuri kabisa. Ulibarikiwa kivipi? Nilibarikiwa na mafundisho uliokuwa ukifundisha, namna ulivyokuwa ukitiririka na mpangilio wote. Ni vitu ambavyo vinaeleweka. Basi hadi ile semina niliyapanga pale pale tu. Kwa kuona gisi niko mchungaji, ilibidi niyafanye pale pale, na ndio maana nilikuwa nafanya, kisha kufanya semina narudia tena nyumbani, nasoma Biblia na mimi peke napanga. Haya, sikujitayarisha kwa kawaida, lakini tunajua kama tuko ndani ya kazi ya Mungu. Na Roho Mtakatifu yupo kazi. Ndio. Mungu akubariki sana. Sasa nina swali moja. Utukumbushe. Ndio. Je, una familia, watoto, ndoa? Ndio, nina familia, nina ndoa, nina mke mmoja. Mamaye niliyeoa, niko naye. Jina yake anaitwa Mama Elali. Mama Elali. Elali Musa Bulenge. Na niko na watoto 6. Watoto 6. Wanaume 4. Na wanawake 2. Yaani niko baba wa jamaa. Baba wa jamaa. Ndio. Kwamba baba wa familia. Wa familia. Okay, kwa hiyo familia kule Kongo mnaita jamaa. Jamaa, ndio. Okay, watoto 6. Ubarikiwe sana. Ndugu mtazamaji, sasa kama unavyoona tumefika tamati ya kipindi chetu kizuri cha ushuhuda wangu. Na hii ni kwa kifupi tu, tumeona tupate dakika chache na mtumishi wa Mungu kabla hajarudi kwao Kongo, tufahamu vitu vingi. Amejisikiaje kuja Tanzania, amejisikiaje kumuona askofu, kwa sababu walikuwa wanawasiliana tu kwenye simu. Je, amemuonaje? Unajua muda mwingine kwenye simu na kuona live ni vitu viwili tofauti, na kama unavyojua sisi wanadamu tunapenda kuhukumu sana vitu bila kuona uhalisia wake. So kama ulivyomsikia, tumejifunza vitu vingi kutoka kwake, lakini cha muhimu sana sana sana, tuitunze amani ya nchi yetu. Sisi Tanzania tunaabudu, tunamsifu Mungu, tunatembea usiku, tofauti kabisa na nchi ya wenzetu, hivyo vitu hawana. Lakini pia kabla sijatamatisha, nipende kukushukuru wewe ambao umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu, lakini na kama ni mara yako ya kwanza, naendelea kukukumbusha usisahau kusubscribe, endelea kutufuatilia. Lakini zaidi sana ninakukaribisha kanisani. Kanisa letu zuri la Seiki. Sisi tupo Mwanza, ambapo Mwanza ndipo makao makuu wilaya ya Ilemela. Tuko nyuma ya soko la Sabasaba, mkabala na shule ya Morning Star. Ratiba zetu za ibada, siku ya Jumatano tunakuwa tuna kipindi cha mafundisho ya Biblia. Tunafundishwa Biblia, tunaifafanua Biblia, tunafundishwa kwa kina kabisa, lakini pia tunakuwa tuna muda wa maswali. Ibada yetu inaanza saa 10 mpaka saa 12. Siku ya Ijumaa tunakuwa na ibada ya maombi na maombezi, tunaanza saa 10 kamili mpaka saa 12. Lakini pia siku ya Jumapili kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 2 tunakuwa tuna ibada ya Morning Glory. Katika hiyo ibada inakuwa ni ibada ya maombi kwa ajili ya kuandaa ibada zetu. Lakini pia inapofika saa 2 kamili mpaka saa 2:45 ni wakati wa Sunday School, tunakuwa tunafundishwa mambo mengi. Lakini pia inapofika saa 3 kamili ndipo ibada kuu inaanza. Hapo tutasifu, hapo tutacheza, hapo tutaabudu, wanakwaya wataimba, tutafundishwa neno la Mungu, na vitu vyote unavyovitamani kuviona kwenye ibada utavipata katika ibada kuu. Hivyo nichukue nafasi hii kukukaribisha, na hata kama haupo Mwanza, uko mikoani, Seiki imeenea ulimwenguni kote. Tanzania hii Seiki ipo kila mkoa. Unaweza tu ukaulizia au ukachukua namba ambazo watu naweka kwenye skrini, ukapiga, ukasema mimi niko sehemu fulani, basi tukakupa namba ya mchungaji ambaye yuko mkoa husika, na ukafika katika kanisa la Seiki na ukaabudu kwa uzuri kabisa. Sisi tunalitegemea jina la Yesu tu peke yake, na Mungu atakubariki sana. Mtumishi wa Mungu, naomba nikukaribishe kwa neno moja tu la shukrani ambalo ungeweza kusema.
naomba nikukaribishe kwa neno moja Sawa. ambalo ungeweza kusema na watazamaji wetu. Neno moja ambalo ungeweza kuambia watu. Kuambia watu ni kusema kama tunafurahi sana kuona gisi gani sisi tunazaliwa katika kanisa la SEC. Yaani kanisa la SEC linaanza pale Kongo, tunaanza nayo pale Kalemi. Yaani itakuwa makao makuu katika nchi yote nzima ya Kongo. Tunafurahi sana kuzaliwa, kujikuta tunakuwa watoto wa Askofu Daniel Moses Kulola. Kitu tutawaomba kama vile Wakristo wanavyotusikia na watu wengine wazidi kutusaidia kutusaidia kiroho hata na kimwili, kwa sababu tunatumika katika hali ya kimaskini kwetu. Kweli sisi Wakongomani tuna wa maskini, lakini siasa nayo pita kwetu ndio inatufanya turudie nyuma. Yaani kama kukikuwa gisi ya kuweza kusaidia, wanaweza kutusaidia kusupport, tuone gisi gani na sisi tuweze kuwa na kanisa nzuri kidogo ya kuweza kukaribisha watu pale kwetu Kongo. Itaweza kuwa mzuri zaidi. Yale ni mawazo tu. Amen. Lakini sema basi Swahili inanikujia nguvu pale, kazia kabisa mpaka tusaidiwa. Yaani ule mtu atakayependa kutusaidia anaweza kutusaidia hata kwa bati moja, mbili. Tuone gisi gani tunaweza kujenga kanisa yetu ikuwe mzuri. Hata wakati tunapopokea wageni tuwe na kanisa nzuri. Isikuwe kanisa mbaya kusema SEC. Wakati unaona tena imani nayo inakuja kwa kuona vitu. Mtu anaweza kaangalia hii kanisa ndio kanisa internationali, mbona inajengwa vibaya hii? Wakati anaona majengo haitakuwa kubwa kabisa. Wakati anapoona majengo majengo mazuri na anaingia na isi ya diserie. Maana hapa kuko vitu vya lazima. Lakini kama tunajenga kanisa ikuwe na manjanja huko manyasi manini, ni kama ni haitaleta sifa njema. Amen. Yaani tunaomba watu kama akikuwa na ile moyo ya kutusupport, wanaweza kutusupport kwa bati moja mbili, kwa saki moja ya sima kama inaweza kupatikana. Yaani msiku ijayo tuwe na kanisa nzuri yenye itafanya watu hata anatoka fasi fulani anakuja anaangalia anasema kweli, ijapokuwa kama kanisa si kubwa, kuko kitu kinaonesha kitu kizuri pale. Basi inaonesha kweli furaha ya kuona kama ni kanisa ya SEC. Lakini sibakie kanisa ya SEC, tubakie mule mkanika kitu tu hivi. Hapana. Yaani SEC iwe kama vile kanisa ya kupanuka ya maendeleo. Amen. Ndio ni mawazo tu kidogo, lakini si akazia wala kumshurutisha mtu. Njone nilikuwa natafuta ile kushurutisha, siashurutisha mtu. Yaani ni maonyo, wewe unaniuliza unaona maoni gani kwa mawazo gani? Mawazo yangu ni ile tu ya kusema kama mtu akikuwa na ile moyo ya kuweza kusaidia, anaweza kutusaidia. Tuone gisi gani tunaweza kufanya jengo nzuri zaidi. Na ile jengo inaweza kuwa inaleta tena kama vile injili. Kwa sababu jengo nayo ni injili. Amen. Ndio. Amen. Ndugu mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi chetu kizuri sana. Hapo chini ya hiyo screen yako utaona kuna namba zinapita ambazo utaweza kutuma sadaka yako kwa ajili ya kusupport huduma yetu ya SEC, kusupport huduma yetu ya ushuhuda. Unavyoona hivi vitu vinaenda ni kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo na wewe ukiweka mkono wako pale, ukitoa sadaka yako, Mungu atakubariki sana. Tunatamani huduma hii ifike sehemu mbalimbali, lakini pia tunatamani vipindi vyetu vifike sehemu mbali zaidi. Kwa hiyo pia na wewe ukitoa sadaka yako kwa hiari yako na kwa moyo wako wa kupenda, Mungu atakubariki sana. Balaam kwa familia ya Kongo, na Mungu awabariki.